Nyanja TV. TV ni TV yako pendwa, inakuletea habari za kitaifa, kimataifa, michezo na burudani, visa na mikasa, makala, elimu pamoja na kipindi cha mila na desturi za makabila yetu hapa Tanzania. Tazama Nyanja TV. Nyanja TV habari. Nyanja TV leo tumetembelea kampuni ya Hyper iliyopo manispaa ya Musoma, wilaya ya Musoma katika mkoa wa Mara, ambapo tumefanya mahojiano ya moja kwa moja. Lengo ni kutaka kufahamu Hyper inajihusisha na shughuli gani hapa katika mji wa Musoma. CPA Boniface Ndengo ambaye ndiye mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo ya Hyper anakwenda kutueleza juu ya kampuni hiyo katika swala zima la utendaji kazi wake. Na hii ni Nyanja TV. Karibu tuwe sote. Lengo ni kuhakikisha kwamba tunawapasha habari watazamaji wetu wa Nyanja TV, lakini vile vile kujua mambo mengi sana yanayopatikana katika mkoa wetu wa Mara na zile fursa ambazo zinapatikana mkoa wa Mara na mambo mengi ambayo yanaweza kuijenga jamii yetu ya watu wa mkoa wa Mara na Tanzania kwa ujumla. Mimi naitwa Laurent William wa Nyanja TV, lakini pia leo tuko katika ofisi za Hyper ambayo ni shirika la umma. Tutakwenda kuzungumza na kiongozi hapa, anajitambulisha kwa majina, lakini pia aweze kutuambia Hyper ni kitu gani, Hyper inajishughulisha na mambo gani. Karibu kwa majina na uweze kutueleza Hyper ni kitu gani. Karibu. Asante sana Bwana Laurent. Kwanza niwapongeze Nyanja TV. Naona kazi yenu ni kazi makini sana. Hata leo kuna habari moja nimeiona nimeshika, nadhani kama media ya pili au ya tatu nchi nzima kuicapture ile taarifa. Kwa hiyo niwapongeze. Lakini pia niwakaribishe Mara. Mara ni mkoa wa kazi. Ni mkoa wa kazi. Sababu watu walijua kwamba Mara ni mkoa wa mapambano. Sasa tumehamisha sera. Sasa hivi ni Mara ni mkoa wa kazi. Na tunataka tusaidie kutoa mchango mkubwa katika uchumi wa nchi. Majina yangu naitwa Boniface Thomas Ndengo, mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Hyper PLC. Kampuni ya umma inayojishughulisha na masuala ya uwekezaji mkubwa, kuwaleta pamoja wakulima, wavuvi, wachimbaji, watumishi sekta ya umma na binafsi, wajasiriamali wadogo na wakubwa, wavuvi, na kila jamii ya watu wenye ulemavu, vijana, wanawake, wababa, ili tushirikiane kwenye kujenga uchumi mkubwa, kubuni miradi mikubwa ya uwekezaji na kushiriki kwenye uwekezaji mkubwa moja kwa moja. Kampuni ya Hyper ilianzishwa mwaka gani? Ina muda gani mpaka sasa? Kampuni ya Hyper sasa tunaenda mwaka wa 3. Imeanzishwa mwaka 2022. Tulipata usajili wetu kutoka mamlaka ya usajili wa makampuni BRELA tarehe 27 mwezi wa 10 mwaka 2022. Kwa hiyo tunaelekea sasa kukamilisha siku 1000 tangu tumekuwa katika shughuli za ubunifu na uwekezaji mkubwa. Mafanikio yanayopatikana na Hyper ni yapi? Asante sana. Hyper tulianza kama kampuni ya umma ambayo tulikuwa na wanahisa 8. Lakini hivi tunavyoongea tuna wanahisa 498. Maana yake ni kwamba tumeongezeka watu 490 zaidi ukiacha wale watu 8 ambao tulianzisha hii kampuni. Na kwa sababu kampuni za umma zinaruhusu mwananchi yeyote, zinaitwa kampuni za wananchi. Mwananchi yeyote ambaye anavutiwa na zile shughuli anaweza akanunua hisa na kuwa sehemu. Kwa hiyo niseme tu kwamba kuwa na wanahisa wengi ni mafanikio makubwa ya taasisi ya uwekezaji. Kwa hiyo tuna wanahisa 390 wapya kwa siku hizi takriban 1000 tangu tumekuwepo katika shughuli za uwekezaji. Lakini tumefanikiwa kujenga mtaji wetu. Siku ya kwanza tuliuza hisa 3400 na kupata mtaji wa milioni 1,700,000 wakati tunaanzisha kampuni hii. Leo tumekwisha kuuza hisa 480,000 ambazo zimejenga mtaji unaozidi milioni 300. Kwa sisi tunaona hayo ni mafanikio makubwa yanayotufanya tujidai kwenye tasnia ya uwekezaji. Vipi wakati mnaianzisha Hyper na mwitikio wa wananchi kuwapokea, mapokeo yalikuwaje? Bwana Laurent, nikwambie kazi haikuwa rahisi. Kwa sababu wakati tunaianzisha Hyper ilikuwa ni kipindi ambacho pia pametokea wimbi la watu wanatapeliwa kwa jina la uwekezaji. Kwamba kuna miradi inaanzishwa, watu wanawekeza, alafu ile miradi baadaye inakufa, miradi inapotea. Sasa hatukuwa na mapokeo mazuri sana kwa sababu wananchi wengi pia walikuwa na wasiwasi kwamba huenda Hyper pia ni mwendo ule kwamba tutawekeza leo lakini baada ya muda itapotea na mizani yetu itapotea. Sasa kama tumefanikiwa kuitangaza Hyper ndani ya miaka hii 2 na kiasi, na tumeweza kuwavutia watu karibu 500 sasa, sisi tunaona kwamba ile hofu ni kama imepungua.
Lakini hilo ni changamoto la kwanza. Changamoto la pili kwamba tumeingia kwenye tasnia ambayo tunapambana na makampuni makubwa ya uwekezaji duniani na Tanzania. Kwa sababu unapotaja habari ya uwekezaji ni eneo ambalo mtu yeyote anaweza kuingia, hasa makampuni ya nje. Ukiongelea habari ya uwekezaji kwenye miundombinu mikubwa, ujenzi wa mifumo ya umeme kupitia kwa mfano bwawa la Julius Nyerere, wale wanaotenda sio watu wadogo, ni makampuni ya kimataifa. Unapoongelea ujenzi wa reli za kisasa zinazokwenda kwa mwendo kasi, unaongelea namna ambayo unaitangazia dunia kuja kushindana kwenye biashara kubwa za miundombinu. Unapoongelea ujenzi wa barabara za lami, unaongelea makampuni makubwa. Unapoongelea sekta ya madini, unaongelea makampuni makubwa ambayo yamemiliki hiyo sekta. Sasa tunapofikiria kwamba tuwachukue Watanzania hawa wajasiriamali wadogo, wavuvi, wafugaji, wakulima, twende nao pamoja kwenye uwekezaji mkubwa, pia lazima uelewe kwamba hatufanyi kitu cha kitoto, tunafanya jambo ambalo linakuja na ushindani. Kwa hiyo makampuni makubwa pia yanatamani yaendelee kubaki kwenye hiyo tasnia, lakini na sisi tumeamua katika udogo wetu kwamba umoja ni nguvu. Kwa umoja wetu wa Tanzania tuunde makampuni makubwa ya uwekezaji, na sisi tuende kwenye sekta ya madini, sekta ya kilimo cha kisasa, sekta ya miundombinu, sekta ya nishati na kadhalika. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni changamoto nyingine kwamba tumeingia kwenye dunia au kwenye tasnia ya ushindani ambayo tunashindana na makampuni makubwa au taasisi kubwa katika dunia ya uwekezaji. Asante sana, lakini na tuzungumzie sasa mikakati ambayo mnayo au tuseme target yenu sasa. Mna target ipi? Mikakati yetu ni kwamba wakati tunaanza tathmini yetu inaonyesha tulitumia taarifa za watu wanaitwa Finiscope. Finiscope ni taasisi ya utafiti ambayo huwa inashirikiana na Wizara ya Fedha, na kila baada ya miaka 5 wanatoa taarifa zao za hali ya wanaita uchumi jumuishi wa wananchi. Na watu wangapi wanashiriki uwekezaji mkubwa, watu wangapi wanaweka akiba, watu wangapi wako katika mifumo ya benki na kadhalika. Sasa tathmini inaonyesha kwenye habari ya uwekezaji mkubwa wa Tanzania tulikuwa ni 0.5 ndio tulikuwa tunashiriki kwenye uwekezaji mkubwa. Yaani hawa wa Tanzania walikuwa wanashiriki uwekezaji kupitia makampuni ya hisa, makampuni ambayo yamesajiliwa kwenye masoko ya hisa. Sasa ukienda kwenye nchi zingine, kwa mfano kama Marekani, wao wako 60 sasa mpaka leo, kwamba kila watu 100 watu 60 wanashiriki kwenye uwekezaji mkubwa kwa njia ya makampuni ya hisa. Ukienda nchi kama Singapore, wao wako 48. Nchi kama South Korea ambao tulikuwa tunalingana kiuchumi wakati tunapata uhuru, wao wako 40. Kwa hiyo target yetu kwa miaka hii 5 ni kuwapeleka angalau 20% ya Watanzania wao wanaweza kushiriki kwenye uwekezaji mkubwa, kutoka 0.5 mpaka 20%, kwamba angalau katika kila watu 100 badala ya kuwa na nusu mtu, maana 0.5 maana yake ni kwamba katika kila watu 200 tunapata mtu mmoja. Sasa tunataka katika watu 200 ifike sehemu tu angalau na watu 40 mpaka 50 wanaoshiriki habari za uwekezaji mkubwa, hasa uwekezaji kupitia shughuli za hisa. Sasa hilo ni lengo letu kubwa sana. Mikakati tuseme sasa tumetoka kule. Hebu tuelekee kwenye miradi mikakati ambayo tumeshaitekeleza kama Hyper mpaka sasa tumefanikiwa. Kwanza wakati tunaanza tulisema hii miaka 3 ya mwanzo tutoe elimu ya uwekezaji, watu waelewe dhana nzima ya hisa, kampuni za umma, kampuni za hisa na uwekezaji. Kwa hiyo tumejikita katika eneo hilo la kutoa elimu na kuwaleta watu katika wigo wa pamoja, ili tukianza uwekezaji sasa tuwe na jamii kubwa ya watu ambao wanapata taarifa, wanaelewa na wanashiriki katika shughuli za uwekezaji. Sasa wiki 3 zilizopita tumetembelea ofisi ya kituo cha miradi ya pamoja, miradi ya ubia kati ya serikali na sekta binafsi, wanaitwa PPP Center, ambayo inasimamiwa na bwana David Kafulila. Wale wanafanya miradi ambayo pia wanaitangaza inataka ubia wa serikali na sekta binafsi. Kwa hiyo tumepewa miradi 84 tuchague, na ili tuweze kuchagua imetulazimu sasa kuunda idara maalum ya uwekezaji na miradi, na ndio tumetoka kumteua mkurugenzi wetu juzi. Mkurugenzi wa miradi na uwekezaji anaitwa Daktari Clifford Tandai. Huyu anakwenda sasa kutuchambulia ile miradi kitaalamu na kutuambia mradi upi tukiwekeza kiasi gani tunapata faida kubwa. Maana sisi pia tunataka tuwekeze kwenye ile ambayo tunapata faida. Kwa hiyo mimi naweza nikasema mpaka sasa
wasubiri tu, ndani ya muda mchache tutakuja na miradi kwenye viwanda, kwenye majengo, kwenye sekta ya fedha, kwenye masoko ya kimataifa, miradi ambayo inatuwezesha sisi kuuza hisa kwa wananchi, ili wananchi waweze kutoa mitaji yao, tuwekeze kimkakati na kuwaletea faida kubwa. Kwa hiyo watuvumilie, ndani ya hii miezi michache tutakuwa tumetoa miradi ambayo tunakwenda kuanza nayo. Lakini kwa sasa tuna miradi mitatu ambayo tayari inafanya kazi. Mradi wa kwanza ni mradi wa soko la Hyper. Mradi wa soko la Hyper ni mradi ambao unawezesha wajasiriamali wadogo, wabunifu, wazalishaji kutangaza bunifu zao, bidhaa zao na uzalishaji wao kuwafikia watu wengi duniani. Ni soko la mtandao, linaitwa soko la Hyper Africa. Huu ni uwekezaji mkubwa ambao tumekwisha kufanya na mpaka sasa una thamani ya takriban milioni 80, uwekezaji wetu huo wa soko la mtandao. Lakini mradi mwingine ambao tumeshauibua ni mradi wa kuwajenga wajasiriamali wadogo ili kukuza shughuli zao. Tunaita ni Hyper Business Academy. Hii ni shule maalum ambayo inawawezesha wazalishaji wadogo masuala ya teknolojia na vifaa, masuala ya mitaji na masuala ya masoko, ili na wao waweze kukuza shughuli zao. Kwa mpaka sasa tuna miradi mikubwa hiyo miwili ambayo tunaamini sasa Watanzania wanaweza wakaitumia kwa ajili ya kukuza shughuli zao na wakawekeza kupata faida ili kushiriki kwenye uwekezaji mkubwa. Okay, mtazamaji, tukiwa tunaelekea mwishoni kabisa, sasa tunaangalia nini wito wako kwa wadau na maendeleo na ni nini wito wako kwa wale wafanya biashara wakubwa na wadogo? Naam. Wito wangu ni kwamba tunaamini kitu kinaitwa umoja ni nguvu. Kwamba haiwezekani tukawa na uchumi ambao wanaonufaika ni watu wachache na jamii kubwa ikabaki katika wimbi ambalo uchumi ni wa kusuasua. Kwa mimi natoa wito kwa wakulima, wavuvi, wafugaji, wachimbaji, wajasiriamali wadogo, watumishi wa umma na sekta binafsi, tuunganishe nguvu zetu kupitia makampuni ya umma ambayo pia makampuni haya yanatoa fursa kuwatumia pia wawekezaji wakubwa, matajiri kuja kuwekeza kwenye kampuni hizi. Kwa hiyo tunaunganisha mitaji ya matajiri na watu wa kawaida ili iweze kuzaa tija kubwa kupitia uwekezaji mkubwa. Na kupitia kampuni za umma, kampuni za uwekezaji, hata serikali pia inayo nafasi ya kuwekeza. Tunafikiria pia tunaweza tukatoa share kidogo kuiruhusu hazina, msajili wa hazina naye kuwa anaweka mtaji wa serikali kidogo kuboost hizi bunifu za wajasiriamali ili kusaidia kuzalisha miradi mikubwa ambayo itawezesha nchi kujitegemea. Utaona hapa juzi kati Trump amezima baadhi ya mifumo yake ya mapato kwa nchi za Afrika na watu wamebabaika. Sasa serikali inajielekeza kutafuta kujenga vyanzo vya ndani. Mfumo rahisi sana ambao tunashawishi serikali iuone kama mkakati ni kutumia makampuni ya uwekezaji